usajili huu hapo unaozungumziaje na ni usajili wa aina gani kwa upande wenu klabu ya soka ya Simba? Kwanza sisi kama wapenzi wa Simba, wadau na wanachama na kama viongozi, nadhani tunapokuwa tunapata mchezaji yoyote ndani ya klabu, kwa sababu klabu yetu ni taasisi na taasisi kubwa kama hiyo, unapokuwa unasajili wachezaji wa namna hiyo inaonyesha kabisa kwamba ni uhai wa kwenda kupambania timu kwa namna yoyote. Ukiangalia miaka yake, kijana mwenyewe bado ana miaka 22. Ukiangalia uwezo wake na uzoefu na mashindano pia ambayo ameshacheza baadhi ya mashindano ya CHAN kwenye 2024. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kuna uzoefu anakuwa nao katika mashindano hao. Kwa hiyo sisi kama wadau nadhani kwamba ni kumsupport na kumpa mshikamano na kumpa support pale ambapo wanapokuwa wanakuja wageni ama wachezaji au kocha, ili waweze kutoa kile walichonacho, ahamishe kile alichokuwa nacho kule akilete kwenye timu yetu. Kwa hiyo hicho ndio kikubwa. Nadhani ya kwamba kama ni mchezaji tumesajili mchezaji mzuri, lakini kikubwa ni sisi kumpa support na kuwa naye pamoja ili aweze kufurahia mazingira, aweze kutoa kile alichonacho. Na wewe kama mwanachama wa Simba unaona akienda kumaliza ile kiu au unaona akienda kufanya kile ambacho mashabiki wa Simba na wanachama wa Simba mnakihitaji kwa msimu huu hapa? Maana mnahitaji kufika mbali CAF, ambapo mpaka sasa hivi mmepoteza mechi 2, lakini pia ligi kuu ya Tanzania bara mnahitaji kuwa mabingwa japokuwa mmepoteza mchezo mmoja pamoja na sare moja kwenye mechi ambazo mmecheza. Nadhani kwenye hiyo kiu ndio iliyosababisha hadi Simba Sport Club kumsajili, kwa sababu unapokuwa unaenda kutafuta mtu, unatafuta mtu ambaye anakuja kuziba mapengo ambayo ulikuwa umeyaona, na ndio maana ya dirisha dogo. Kwa hiyo kama tulikuwa kuna sehemu panavuja na ukampata mchezaji ambaye ni mzuri, ambaye anaweza kufill gap lile, ndio maana yake ya kwamba tunaamini ya kwamba ataenda kuziba kiu ya wanasimba na wanasimba wamsupport. Hicho ndio kikubwa, kwa sababu utakapomsupport na kumpa stahiki zake zile ambazo anazihitaji na mambo yote yakiwa sawa ndani yetu, nadhani kila kitu kinaenda vizuri zaidi. Bwana, sawa kabisa. Na tumeangalia Jenchazi ni kama kwa asilimia kubwa ameuzwa kuelekea pale CR Belouizdad. Kuondoka kwake wewe kama mwanachama wa Simba, kumbuka kwamba alikuwa ni mfungaji bora wa ligi kuu kwa msimu uliopita, alikuwa ni superb kweli kweli kwenye ubora wake. Jenchazi vipi, unamzungumziaje kuondoka kwake klabu ya soka ya Simba? Kwanza tunapokuwa na dirisha lolote la usajili, iwe dirisha dogo ama dirisha kubwa, unategemea lazima kuna wachezaji wataondoka kwako kwenda kujiunga na watu wengine, na wewe pia utachukua watu kutoka kwenye maeneo mengine ambao pia walikuwa ni mategemeo, walikuwa wanategemewa, lakini utawaondoa kule, watakuja kujiunga na wewe. Kwa hiyo Chazi Ahoua ni mchezaji mzuri, lakini tayari nadhani ya kwamba kama ataelekea huko CR Belouizdad, nadhani ya kwamba atakuwa ni maisha yake mapya na atakuwa ameuzwa. Kwa hiyo tutegemee mambo ya namna hiyo ya kwamba kila mchezaji ambaye atakuwa anatoka ndani ya Simba na mwingine akaingia, nadhani kila ilivyo, yani kwa mchezaji yoyote duniani, wataondoka unaowapenda, wataondoka usio watarajia kwamba wataondoka. Yani kila mchezaji wa kila namna, yani mchezaji anayeondoka kwenye klabu sio kwamba yoyote yule anakuwa ni mbaya ama anakuwa kiwango chake hakifai ama anakuwa ana kiwango bora, lakini inapotokea dirisha kila mtu anaangalia maslahi yake kwamba ni gani, akienda sehemu gani ataweza kufiti ama ataweza kupata maslahi zaidi kuliko yale ambayo labda alikuwa anayapata Simba, au kuna namna yeye amependa kwenda kule. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba Simba kama taasisi nadhani ni daraja pia la kufanikishia watu wengine waweze kupata nafasi zingine zaidi na zaidi. Kwa hiyo mimi kama ataondoka Chazi Ahoua, nitakie tu kila laheri, akafanye vizuri huko anapoenda. Ni mchezaji ambaye pia tungekuwa naye Simba tungejifunia, lakini kama ameondoka basi tunampa mkono wa kwaheri, mkono wa heri bila shaka yoyote. Na kwenye upande wa golikipa pale inatajwa kwamba golikipa timu ya taifa ya Niger, nazungumzia bwana mkubwa au bwana mdogo Tanja, na anatajwa kwamba huenda akajiunga na klabu ya soka ya Simba kuchukua nafasi ya Kamara ambaye majirani na msibu. Hii imekaa vipi? Kamara ilikuwa ni wakati sahihi wa kuondoa klabu ya soka ya Simba, na vipi ujio wa kipa mpya kwenye klabu yenu ya Simba haitaleta mvurugano kwenye eneo la golikipa pale?
Kwanza Kamara, nadhani kinachomsibu ni maradhi kama ilivyo, ana injury, na wote tulishuhudia kwamba alikuwa kule Morocco kwa ajili ya kupata matibabu, na ndio maana walisema kwamba waangalie kama anaweza kufiti kutumika abaki, lakini kama kwa muda ambao anahitajika hatoweza kuwa fiti, wamtafute mtu mwingine anayeweza kutumika kwenye hiyo nafasi, then yeye akisubiria muda ambao atapona majeraha yake. Mimi nadhani ya kwamba ni utaratibu mzuri. Nadhani wachezaji wengi ambao tulishashuhudia, watu wengi wao wanafanya hivyo, na vilabu vingi huwa vinafanya hivyo pale vinapoona kwamba kuna mchezaji hawezi kutumika. Tulifanya hivyo dhidi ya yule alikuwa ni Mwarabu yule, nazungumzia Ayubu Lakedi. Yeye akatolewa kwenye mfumo, na baadaye tena alikuja Simba akawa anafanya mazoezi na akaenda kutafuta malisho yake mengine mapya. Kwa hiyo mimi nadhani ya kwamba sio la kwanza kwa Kamara, lakini kama baadaye akiwa fiti, mimi nadhani Kamara bado ni goalkeeper mzuri ambaye tungetamani kuwa naye, na pia atakayekuja mimi nadhani ni kumpa support na kuishi naye kama tulivyokuwa tunampenda Kamara, tumpe support aweze kutuonyesha kile ambacho atatoka nacho huko kuja kwenye timu yetu. Hilo ndio jambo kubwa ya Godson Jackson. Na kwa upande wa huyu kutoka pale Niger, anazungumzia Tanja, vipi unamzungumziaje kwenye eneo la golikipa kwa namna ambavyo umemfuatilia, maana tetesi zimetoka, lakini lazima kama shabiki wa Simba, lakini pia kama mwanachama umfuatilie kwamba ni mtu aina gani? Unapomuona huyo golikipa ni mtu aina gani huyo? Kwanza ni goalkeeper mzuri. Mimi nimefuatilia kwa ajili ya kuangalia kwamba yule mtu anayekuja kwetu ni yupi. Ni kweli ni wachezaji wazuri, lakini huwa ni ngumu pale anapofika kwenye mazingira yako, na hili huwa watu wengi linawaumiza vichwa. Unaweza ukaona mchezaji ambaye ni mzuri kutoka kule alikotoka, lakini anapofika kwako anaweza asitoe kile kitu ambacho ulikuwa unahitaji kutoka kwake kwa muda mwafaka. Sasa vitu kama hivyo unapokuwa kama ni taasisi ama ni jambo lolote, lazima tunapojua kwamba usajili huwa ni kama hali ya kwamba mtu anaweza akawa ni mzuri, akawa anasifika kule alikotoka na jina kubwa, lakini akifika kwako akawa bado kwa muda fulani hajatoa ule ubora alionao. Kwa hiyo kikubwa ni kuwapokea, alafu then tuone kwamba nini ambacho anaweza kukitoa ndani ya klabu.